Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kukaribisha tena katika kozi za nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Mjadala wetu leo unatoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17 mpaka mstari wa 22. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17 mpaka mstari wa 22. Na ningekusihi tu ndugu yangu mpendwa, tunapokwenda kujifunza somo hili uchukue daftari lako ama notebook yako, lakini pia kalamu na Biblia ikiwezekana, ili uweze kupata nukuu ya vile tunavyokwenda kujifunza. Kile kinachokuwa cha msingi kwako, tafadhali kinukuu, na kisha unakuwa na fursa ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa namna ulivyoelewa, ama kama ukiwa na swali lolote. Nitafurahi sana kuweza kukuhudumia katika neno la Bwana. Muktadha wa Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 17 mpaka mstari wa 34 unahusu ibada, au ni mjadala kuhusu ibada katika sehemu hii ya sura hii ya 11. Kanisa hili, yani kanisa la Korintho, lilikuwa limekwenda mbali kiasi cha kutojali ibada, hususani meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Walikuwa wameacha utaratibu ufaao wa kushiriki chakula cha Bwana, au kama wengine wanavyosema meza ya Bwana. Muhtasari wa sura hii ni kama ifuatavyo. Mstari huu kuanzia wa 17 mpaka mstari wa 22, jambo linalojadiliwa katika sehemu hii ni ushiriki mbaya wa chakula cha Bwana. Mstari wa 23 mpaka mstari wa 26, mwandishi Paulo katika sehemu hii anatuonesha dhima ama lengo la chakula cha Bwana. Mstari kuanzia wa 27 mpaka mstari wa 32, maandiko yanatuonesha katika sehemu hii kuhusu adhabu ya kutumia vibaya chakula cha Bwana. Adhabu ya kutumia vibaya chakula cha Bwana. Mstari wa 33 na mstari wa 34, mstari wa mwisho kabisa katika sehemu hii, inaonyesha njia sahihi ya kushiriki chakula cha Bwana. Mstari wa 33 mpaka mstari wa 34, pale tunapata njia sahihi ya matumizi ya chakula cha Bwana. Katika sehemu hii ambayo tunakwenda kujadili leo, tutaanza na kipengele cha kwanza peke yake. Kisha baadaye katika sehemu nyingine tutaangalia kipengele kingine, hatimaye mpaka vipengele vyote. Sehemu hii ya kwanza ambayo tutaitazama itakuwa ni ushiriki mbaya wa chakula cha Bwana, kutoka mstari wa 17 mpaka mstari wa 22. Lakini kwanza hebu tusome, kisha tuweze kuwa na mjadala. Mstari wa 17 nasoma: lakini katika kuagiza hayo si wasifu ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Mstari wa 18: kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki. Mstari wa 19: kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa.
Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu? Niwaambieni, ni wasifu? La, si wasifu kwa ajili ya hayo. Huo ni mstari wa 17 mpaka mstari wa 22. Aya ya 17. Aya ya 17. Mtume Paulo anawaambia ya kwamba mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Mkusanyiko unaozungumziwa hapa ni mkusanyiko wa ibada. Kitendo hiki kimetajwa mara 5 katika sehemu hii. Aya ya 17 anasema mnakusanyika. Aya ya 18 ametumia neno mkutanikapo kanisani. Aya ya 20 inasema mkutanikapo pamoja. Aya ya 33 ambayo tutaangalia katika siku zijazo inasema mkutanikapo. Aya ya 34 inasema kukutanika. Kwa hiyo kulingana na aya ya 18, aya ya 20 na aya ya 33 inaonesha kuwa kitendo hiki cha kukutanika au kukusanyika kilikuwa ni kitendo endelevu. Sio kitendo kilichofanyika mara moja tu na kukoma, la hasha. Kilikuwa ni kitendo endelevu. Sura ya 16 mstari wa 2 inabainisha wazi kuwa kukutana huku kulifanyika mara moja kwa juma katika siku ya kwanza, ambayo kwa mujibu wa kalenda tunayoitumia leo, kalenda ya Gregory, ambayo inatumika kwa sehemu kubwa duniani, tuna siku hiyo ya kwanza inayotajwa kwenye Biblia ndio siku tunayoita Jumapili kulingana na kalenda tunayoitumia leo. Paulo anasema walikuwa wanakusanyika kwa hasara. Kwa hiyo katika kukutana kwao walikuwa wanakutana kwa hasara. Hii inamaanisha kuwa ibada yao haikuwa inakubalika mbele za Mungu. Bila shaka ni baadhi yao, si wote. Lengo la kuabudu ni ili tupate thawabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu hiyo tunapokusanyika tunatoa kafara. Tunatoa kafara shughuli zetu, maana tunaacha shughuli zetu, lakini tunatoa kafara muda wetu, tunatoa kafara mali zetu, tunatoa kafara hata nguvu zetu. Kwa hiyo ikiwa ibada yetu inakuwa haikubaliki au haitimizi lengo lake, basi inakuwa hasara si tu ya mwili bali hasara ya roho vile vile. Hiki ndicho mtume Paulo anachokizungumza anaposema mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Katika aya ya 18 na aya ya 19 anaeleza kwa nini ibada yao ni ya hasara na sio ya faida. Hebu turudie kusoma katika aya hizo. Anasema, kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani nasikia kuna faraka kwenu, nami nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Sababu ya kwanza Paulo anayoitaja ni faraka. Huku kwa nini kunakuwa na hasara? Kwa sababu kuna faraka. Maana nyingine ya neno faraka ni utengano. Kulikuwa na vikundi katika kanisa hili. Kulikuwa na sababu mbalimbali zilizosababisha kutokea kwa vikundi hivi au kwa faraka hii au mgawanyiko huo. Ngoja turudi nyuma kidogo, tuangalie kidogo mutasari kwa kitabu kizima hiki cha Wakorintho wa kwanza. Sura ya kwanza mpaka sura ya 4 katika sehemu zilizopita tulijadili na kuona kuwa moja ya tatizo lililokuwepo pale ni kujivunia wanadamu badala ya kujivunia Mungu. Walikuwa wanajivunia wahubiri badala ya kujivunia
Mungu. Ndio maana wengine wakasema sisi ni wa Kefa, wengine wakasema sisi ni wa Apolo, wengine wakasema sisi ni wa Kristo. Kulikuwa kuna mgawanyiko baina yao, lakini hasa ulisababishwa na kuwatazama wahubiri zaidi kuliko kumtazama Mungu. Sura ya 5 mpaka sura ya 11, hapo kuna majivuno binafsi ambayo yalitokana na sababu mbalimbali. Sura ya 5 mpaka sura ile ya 7 kulikuwa kuna tatizo la uasherati. Tatizo la uasherati na kuto kujaliana, kuto kupendana kwa maneno mengine. Lakini sura ya 8 mpaka sura ya 10 tunaona hapo matumizi ya ujuzi wa neno la Mungu, matumizi mabaya ya ujuzi wa neno la Mungu, hali ile ya kuto kujaliana. Sura ya 11 mstari kuanzia wa 2 mpaka mstari wa 16, hapo kunaonekana mmomonyoko wa maadili ya ndoa. Kumekuwa na mmomonyoko sana wa maadili ya ndoa. Hiyo ni katika sura ya 11 mstari wa 2 mpaka mstari wa 16. Sura ya 11 mstari ukianzia wa 17 mpaka mstari wa 34, ambako ndio mjadala wetu kwa sasa, huko ni kuonesha dharau kwa masikini. Walikuwa wakionesha dharau kwa watu masikini, na hivyo Paulo anasema mnalidharau kanisa la Mungu. Haya, kuanzia sura ya 12 mpaka sura ya 14 anazungumzia kuhusu mashindano ya karama, vipawa mbalimbali walivyokuwa navyo, vya kimuujiza walivyokuwa navyo. Wengine kunena kwa lugha, wengine unabii, wengine ualimu na kadha wa kadha. Tukifika hapo tutajadili kwa kina. Kwa hiyo kulikuwa vile vile na tatizo hilo la mashindano. Sura ya 15, mjadala unaoendelea katika sura hiyo ni mafundisho au fundisho la uongo dhidi ya ufufuo wa wafu ama dhidi ya kiyama. Wako watu waliokuwa wakisema kwamba hakuna kiyama ya wafu, haitakuja kutokea. Kwa hiyo mjadala ukawa unaendelea kuhusu mambo hayo. Faraka si muundo wa kanisa la Kristo. Yesu aliombea umoja wa kanisa katika Yohana sura ya 17 mstari wa 1 mpaka wa 26. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 6, Paulo huyu aliliasa kanisa hili liweze kuhifadhi umoja wa roho. Katika kitabu cha Wakorintho chenyewe hiki ambacho tunakisoma, Paulo alilisihi sana kanisa hili liweze kuwa na umoja. Utakumbuka katika sura ya 1 hasa mstari wa 10, Paulo anasema wanie mamoja, wahitimu katika shauri moja, kwa hiyo wawe na umoja kimsingi. Kwa hiyo Wakorintho hawa walikuwa wakitenda dhambi kwa kitendo chao cha kugawanyika au kwa kitendo chao cha kuwa na faraka. Turudi tena katika aya yetu ya msingi ambayo tunajadili, aya ya 18 na aya ya 19. Vile vile kuna neno hapo linaloitwa uzushi katika aya hizo. Katika aya ya 19, neno hili linawakilisha makundi ya watu waliogawanyika. Mgawanyiko huu ulisababisha makundi mawili kutokea. Liko kundi la watu waliokuwa sahihi na lilikuwa kundi la watu wasiokuwa sahihi. Makundi mawili haya, waliokuwa sahihi na wale wasiokuwa sahihi. Sehemu ya mwisho ya aya hii anasema hivi, ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Ndugu, kipimo pekee cha mtu kukubaliwa na Mungu ni kutumia neno la Mungu kwa halali. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 inasema hivi,
Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, akitumia kwa halali neno la kweli. Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 15. Kwa hiyo, mtu asiyetumia neno la Mungu kwa halali atafichuliwa bila shaka. Na hiki ndicho mtume Paulo anachokielezea kwa Wakorintho hawa. Aya ya 20 mpaka aya ya 22, mjadala wetu unapokwenda kuhitimika, zinafafanua vizuri jinsi faraka ilivyokuwa katika wakati wa ibada, yani katika ibada za kusanyiko hili. Hebu tusome tena aya hizo kisha tuweze kuwa na mjadala. Kuanzia aya 20 anasema, basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila mmoja hutangulia kutwaa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayalisha hao wasio na kitu? Niwaambieni, ni wasifu? La, si wasifu kwa ajili ya hayo. Hapo unaona anatumia neno haiwezekani. Aya ya 20 hiyo inatumia neno haiwezekani. Anazungumza hivyo kumaanisha matumizi hasi ya chakula cha Bwana, au matumizi yasiyofaa ya chakula cha Bwana. Kwa maana nyingine, Paulo anasema mnachofanya si ushirika wa chakula cha Bwana. Katika aya ya 21 anawaonesha kosa lao ambalo hawakuwa wakishiriki chakula cha Bwana kwa utaratibu uliokusudiwa. Kila mmoja kwa wakati wake alikuja na chakula chake, na bila shaka na divai yake au kinywaji chake, na kula na kunywa kwa wakati wake, huku watu wengine hususani wale waliokuwa maskini wakibaki wakiwashangaa na huku wana njaa. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati wa ibada, lakini kila mtu anakuja na chakula chake mwenyewe na kinywaji chake mwenyewe, na wengine anakula mbele za watu wengine ambao ni mafukara, hawana kitu, wakibaki wanawashangaa. Tazama anavyosema hapo, anasema kwa maana kila mmoja hutangulia kutwaa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Mara nyingi neno amelewa katika aya hii, kwa baadhi ya watu utafsiri kwamba ilikuwa ni divai iliyotumika hapa, ilikuwa ni ile iliyobadilika na kuwa pombe. Wengine bila shaka huenda mbali zaidi na kusema kwamba divai inayotakiwa kutumika katika ibada hata katika siku za leo ni ile iliyochachuka kiasi cha kulewesha. Utetezi wa hoja hii ni unatokana na kwamba Paulo hakukemea matumizi ya kinywaji kisicho sahihi katika eneo hili, isipokuwa alikemea utaratibu mbovu. Kwa hiyo ikiwa kinywaji kililewesha na hakukuwa na tatizo lolote kwa mtume dhidi ya kinywaji hicho, basi hii inamaanisha kwamba aina hiyo ya divai ndiyo inayopaswa kutumika katika ibada. Swali: je, madai haya ni ya kweli? Jibu: hapana. Haya si madai ya kweli, hayana mashiko hata kidogo. Kwa kuzingatia muktadha wa kifungu hiki, neno hili linapotokea katika kifungu hiki, waraka wa Wakorintho kwa ujumla wake na Biblia yote kabisa, jibu tunalolipata ni kwamba haiwezekani kuwa Paulo aliruhusu au kukubaliana na matumizi ya divai iliyochachuka katika ibada au hata nje ya ibada. Paulo aliwafundisha Wakorintho kuwa wakae mbali na ulevi. Katika sura ya 5
mstari wa 11 alisema kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mlevi. Katika sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10 alisema kwamba walevi hawataurithi ufalme wa Mungu. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari wa 21, Paulo yeye huyu aliutaja ulevi kuwa ni moja kati ya matendo ya kimwili na si tunda la Roho. Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 aliwaonya Wakristo akisema kuwa tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Paulo angewezaje kupuuza maagizo yake mwenyewe? Hosea sura ya 4 mstari wa 11 inasema kwamba divai au pombe katika muktadha ule huondoa fahamu za mwanadamu. Paulo sasa angewezaje kuruhusu matumizi ya kinywaji ambacho kingeondoa ufahamu wa mtu katika ibada? Hili linaingia akilini? Hasha. Paulo aliyafahamu fika maandiko yote ambayo yalikataza matumizi ya pombe. Hivyo haiwezekani kuwa divai inayotajwa hapa ama kinywaji kinachotajwa hapa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 kwamba kilikuwa kimechachuka au ilikuwa pombe. Haiwezekani. Kwa muktadha wa kifungu, kitabu chenyewe na hata Biblia nzima kwa ujumla, haiwezekani kuwa Paulo alikubaliana ya kuwa kinywaji kile kilichachuka na hivyo ni sawa, au kilikuwa pombe na hivyo ni sawa. Haiwezekani hata kidogo. Hakuna ushahidi unaoegemea katika hoja hiyo. Tazama kwa makini katika aya ya 22. Anasema hivi, je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Kauli hii inaonyesha kwamba waligeuza chakula cha Bwana kuwa chakula cha kawaida. Hebu unganisha aya hii na aya ya 34 inayosema mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake. Linganisha. Kwa kawaida watu wa kale, hususani watu ambao tunawasoma katika Biblia, walitumia sharubati. Sharubati kwa maana nyingine ni juisi. Sharubati ya zabibu katika milo yao ya kawaida majumbani kwao. Hata Yesu pia maandiko yanatuonesha alifanya hivyo. Katika Luka sura ya 7 mstari wa 33 mpaka 34, Yesu anazungumza pale na watu wa dini wa wakati huo, akizungumza kwa habari ya Yohana Mbatizaji na yeye mwenyewe. Watu wale anasema kwamba Yohana alikuja akila na kunywa, nyie hamkumsikia, hamkumuelewa. Anasema mwana wa Adamu pia amekuja anakula. Hapana, kwa Yohana alisema kwamba hakuwa anakula wala anakunywa. Wakasema huyu mtu amekuwa mpuuzi, amechanganyikiwa labda. Anasema lakini mwana wa Adamu amekuja, yeye anakula na kunywa, lakini mnasema bado huyu ni mlevi. Je, unaweza kufikiri kwamba Yesu angeweza kuwa mnywaji wa pombe? La hasha. Haiwezekani kuwa ilikuwa ni namna hiyo. Kwa hiyo neno amelewa katika aya ya 21 limetumika kinyume cha yule mwenye njaa. Hebu chunguza tena. Anasema hivi, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Kwa ufupi, neno hilo la kwamba linamwakilisha mtu aliyeshiba baada ya kula na kunywa wakati wa ibada, kana kwamba yuko nyumbani kwake au yuko hotelini, vitu vya namna hiyo. Hebu turudie kusoma aya hiyo ili tupate picha kamili. Anasema hivi, kwa maana kila mmoja hutangulia kutwaa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Tazama hapa, hasemi kuwa mtu huyu amelewa kwa divai pekee, bali anasema kwamba amelewa katika kule kula chakula.
Hakuna wakati wowote ambapo pombe imeitwa kuwa ni chakula. Kwa hiyo ni wazi kwamba kinywaji hiki hakikuwa pombe. Natazama hata anavyozungumza katika aya 22, hamna nyumba za kulia na kunywea. Hii ilikuwa ni kawaida kwao. Na ndio maana kwa kosa hili anawalaumu kwa kuambia kwamba au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayalisha wasio na kitu. Hili ndio lilikuwa kosa lao. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni matumizi mabaya ya chakula cha Bwana au meza ya Bwana. Matajiri walijivunia utajiri wao na kuwabagua watu maskini ambao ni ndugu zao katika Bwana. Majivuno hayo yalipelekea hata kuihalifu ibada, kuidharau ibada. Chakula cha Bwana ni sehemu muhimu katika ibada. Kwa kweli, chakula cha Bwana ndiyo sababu hasa kwa nini tunakutana siku ya kwanza ya juma ili kuweza kuabudu. Utakumbuka katika Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7, mwandishi anazungumza kwa habari ya Paulo na safari zake za umisheni. Ilipokuwa inakaribia siku ya kwanza, ili mlazimu akatishe safari yake ili apate nafasi ya kuabudu. Na maelezo yaliyoko pale yanasema kwamba hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Neno ili linaonesha sababu ya kukutana kwao. Sababu ilikuwa ni nini? Kufanya ibada. Kumega mkate ni ishara ya meza ya Bwana inayoashiria ibada ya Bwana. Kuhubiri, kuimba, kutoa sadaka, kuomba, haya yote tunaweza kuyafanya katika siku yoyote. Tunaweza kufanya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Tunaweza kufanya mambo hayo yote na bila shaka tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini kamwe hatuwezi kushiriki chakula cha Bwana siku nyingine tofauti na siku ya kwanza ya juma au siku ya ibada. Haiwezekani. Lazima tukio hili lifanyike katika ibada pekee. Kwa hiyo ni kosa kubwa kutumia meza ya Bwana au chakula cha Bwana kinyume na utaratibu wake. Hiki ndicho Paulo anachowaambia watu hawa, ya kwamba je, au mnalidharau kanisa la Bwana na kuwatahayalisha hao wasio na kitu? Niwaambieni, ni wasifu? La, si wasifu kwa ajili ya hayo.